Sikutegemea kwamba itakuwa ni mapacha, ila nimekuja kujua ujauzito ulipofikisha miezi 3. Baada ya kwenda ultrasound ndo nikaambiwa watoto ni mapacha 5. Nilirudisha majibu kliniki, nikaambiwa inabidi upate rufaa uende Likombe. Nilipofika Likombe siku ya kwanza na wao wakasema tunajiridhisha, wakanifanyia ultrasound nyingine. Siku ile wakanipa rufaa kuja Ukanda. Huduma nimezipokea vizuri, yani tena hazielezeki. Kila kona, kila sekta, wauguzi wote na uongozi wote kuanzia mkoa walianza kunifuatilia tangia nyumbani. Neno langu kwa serikali, naiomba serikali ya awamu ya 6 iweze kutusaidia katika hili, kwa sababu malezi yake sio madogo na sio mepesi. Kwa tukasema nasi tuje tumsalimie na kumpa pia pongezi, lakini pia kuwaona wale watoto na jinsi wanavyoendelea. Tunashukuru sana hospitali hii ya rufaa ya Kanda ya Kusini ambavyo imeendelea kumhudumia mama huyu, na sisi kama serikali tuko pamoja. Tumekuja kumuona leo, lakini tutaendelea pia kumfuatilia maendeleo yake pamoja na watoto wale ili waweze kukua vizuri, kwa sababu nao wanaenda kuwa wananchi, wao wanaenda kuweka nguvu kazi katika taifa letu. Kwa hiyo tutafuatilia tuone kwamba wanakuwa na baadaye wanaweza kusoma na wanakuwa watu wazima. Mwenyezi Mungu atusaidie. Asante sana. Kweli hii ni kwa upande wa hospitali ni kitu cha kwanza kuweza kupata mteja ambaye ana ujauzito wa watoto 5. Tunamshukuru Mungu, maandalizi mazuri, lakini pia hospitali yetu kwa kuwa ni hospitali ya rufaa, na tunashukuru serikali, vifaa vingi vipo, ICU ipo, theater zipo za kutosha na watumishi wa kutosha, madawa vile vile. Yote hivyo kwa pamoja tumeshirikiana na kufanikiwa kumwezesha dada yetu Furaha kujifungua salama, anajifungua kwa upasuaji. Kwa hiyo mama na watoto wote wako vizuri, wanaendelea vizuri sana, wote wana kilo 1 kuendelea. Natoa shukrani zangu za dhati kwa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kutuma timu ya kuja kutusalimia hapa hospitali na kutuletea zawadi. Tunashukuru sana, tumezipokea kwa furaha. Pia Mwenyezi Mungu aibariki ofisi ya mkuu wa mkoa na timu yake wote mzima wetu. Asante sana. Asante. Mtoto kwa gravity. Ukisukuma hivi kwa sirinji haraka anarudisha. Hali zao zinaendelea vizuri. Zinaendelea vizuri kabisa. Walikuwa kwenye CPAP wameshatoka. Kwenye oksijeni pia wameshatoka, sasa hivi wako kwenye room air. Kwa hali zao zinaendelea kuimarika. Wanapata maziwa kama watoto wengine, japo tunawapa maziwa kupitia mpira wa puani kuelekea tumboni. ITV Super Brand Afrika Mashariki.